Jamila Mohamed. Kwa Jumatano, hujambo popote ulipo na karibu kwa taarifa zetu za Nipashe. Tuna nyingi tulizokuandalia, lakini kwanza tuanze na yaliyomo. Baadhi ya mbinu hizi zilitumika baadaye kuhalilisha hatua ya serikali kuwakamata, kuwateka nyara na kuwaua waandamanaji maarufu wa maandamano. Kampuni za mawasiliano zashtumiwa kwa kutoa data zilizotumiwa kuwakamata na kuwatisha wanaharakati na waandamanaji. My brother was tortured. Alikuwa tied kwa mikono, miguu. Alikuwa amefungwa mdomo. Alikuwa na blood all over the body. Uchunguzi waanzishwa kuhusiana na mauaji ya mhudumu wa bodaboda aliyepatikana ameuawa kinyama mtaani South B. The two candidates in this matter are responsible for the violence witnessed in Kasipul constituency. IBC yawatoza Philip Aroko na Boyd Were faini ya shilingi milioni 1 kila mmoja kufuatia kampeni za vurugu Kasipul. Kwenye kilimo biashara wiki hii, tunaangazia teknolojia ya ukuzaji wa mihogo bila kutumia mchanga. Anayenisaidia kwa lugha ya ishara ni Njoki Shege. Karibu. Kampuni za mawasiliano ya simu zimewekwa kwenye darubini baada ya ripoti ya shirika la Amnesty International kuzihusisha na madai ya kusakwa kwa wanaharakati wakati wa maandamano ya mwaka 2024 na mwaka 2025. Katika ripoti yake, Amnesty inaishtumu serikali ya Kenya kwa kutumia teknolojia kuwasaka, kuwakamata na kuwatisha waandamanaji, ikidai kuwa kampuni hizo ziliwezesha upatikanaji wa data za simu zilizotumiwa na vyombo vya usalama. Na kama anavyotuarifu Ben Kirui, kampuni hizo zimekana kuhusika na madai hayo. Ripoti mpya ya shirika la Amnesty International imebainisha kwa kina kiwango cha ukatili wa serikali wakati wa maandamano ya kupinga serikali yaliyotikisa taifa kati ya Juni mwaka wa 2024 na Julai mwaka wa 2025, ikirekodi mauaji ya vijana 128, watu 83 waliotoweka na zaidi ya watu 3,000 kukamatwa kiholela. Ripoti hiyo inaituhumu serikali kwa kutumia teknolojia kukandamiza maandamano yaliyoongozwa na kizazi cha Gen Z. Amnesty inasema mamlaka zilitekeleza msako wa Wakenya, unyanyasaji mtandaoni, kampeni za upotoshaji pamoja na vitisho vya kidijitali kuwanyamazisha wanaharakati. The report is so important because what it does is it says to the world that massive intrusions of surveillance have taken place over the last 1 year. And let's be clear, it's not just that people's rights to privacy has been undermined, but many of the cases we've discussed are related to serious crimes related to enforced disappearances, related to deaths and fatalities and disappearances. Moja ya madai makuu kwenye ripoti hiyo ni kwamba vyombo vya usalama vilifikia data za simu na rekodi za mahali walipokuwa wananchi bila vibali vya mahakama, huku kampuni za mawasiliano zikiwekwa kwenye darubini. Hata hivyo, kampuni ya Safaricom ambayo imetajwa katika ripoti hiyo ilikanusha madai hayo, ikisisitiza kuwa uwasilisha data za wateja tu kwa mujibu wa sheria na taratibu zinazoruhusiwa. Nayo Safaricom walisema kuwa inashiriki data ya mteja kwa kupitia njia halali pekee na njia zilizoruhusiwa kisheria. Amnesty pia inailaumu mitandao ya kijamii ya X kwa kushindwa kudhibiti kampeni za chuki na upotoshaji mtandaoni iliyowalenga wanaharakati wakati wa maandamano hayo. Tunakandamiza kampeni za udanganyifu na kuwatukana wakosoaji wa serikali kwa kuwaita wanaharakati wa kulipwa na mawakala wa kigeni. Shirika hilo la haki za binadamu sasa linaitaka serikali kusitisha mara moja matumizi ya teknolojia katika ukandamizaji, kufanya uchunguzi huru kuhusu mauaji na watu waliotoweka, pamoja na kufanya marekebisho ya haraka ya sheria ya uhalifu wa kompyuta wa mtandao ambayo inadaiwa kutumiwa vibaya. Ben Kirui, runinga ya Citizen, Nairobi.
Tuangalie taarifa ya kusikitisha ambapo polisi wanachunguza kisa ambapo mhudumu mmoja anayefanya kazi ya kuwasilisha bidhaa zilizonunuliwa mtandaoni alipatikana ameuawa kikatili katika mtaa wa South B hapa Nairobi. Mwili wa Anthony Otieno ulipatikana chini ya kitanda katika jengo moja mtaani humo ukiwa na damu nyingi na umefungwa miguu na mikono. Ode Francis anasimulia mauaji hayo ya kutamausha. Anthony Otieno alikuwa mwenye shughuli ya kuwasilisha simu ya walioagizwa mtandaoni, ila baba huyo wa watoto watatu hakujua shughuli anayoifanya kila siku ya bodaboda ingemtia kwenye mtego wa mauti. Anthony aliondoka dukani mjini Nairobi na kuelekea Meridian Apartments mtaani South B kupeleka mzigo huo ulioagizwa kupitia mtandao wa WhatsApp na mwanaume aliyedaiwa kuwa Eldoret. Jamaa huyo aliagiza mzigo upelekewe kakake katika nyumba hiyo ya kukodi. So hata alikuja asubuhi around 9, akachukua delivery ikatoka around 10:30. Kufika around 12 ndio simu zake hazikuwa zinaingia. Tunampigia kwa namba zote mbili, haikuwa inaingia. Tukajaribu client ilikuwa inaingia. Time ya mwisho nilimpigia ilikuwa around saa 4:30. Akaniambia nimefika kwa client, ngoja nitakukall. So from there sijui nini ilifanyika. Baada ya saa kadhaa, mwili wake ulipatikana chini ya kitanda katika nyumba ya nambari 14, ghorofa ya 4. Damu ilikuwa imetapakaa chini. Ripoti ya upasuaji wa maiti ikisema alipigwa kichwani kwa kitu kizito. My brother was tortured. Alikuwa tied kwa mikono, miguu. Alikuwa amefungwa mdomo. Alikuwa na blood all over the body, oozing I think maybe from the nose. So I don't know the motive ya watu. Sijui ni simu alikuwa anataka ama alikuwa anataka kumuua. Wapelelezi walipata kisu na chuma inayoshukiwa kutumiwa kumuua na simu ile aliyokuwa awasilishe. Pikipiki yake pia ilikuwa bado imeegeshwa nje. Tuliambiwa kuna mama mwenye Airbnb ni mwenye alireza alarm ndio alipatikana na simu, kama aliwanyang'anya, so sielewi aliwanyang'anya aje. Chumba hicho kilikuwa kimekodeshwa saa chache kabla ya tukio hilo na wanaume wawili waliolipa shilingi 2,500 pesa taslim. Charity Mudhoni Mishoki, mmiliki wa Airbnb, anasema alipokea ujumbe asubuhi ukisema bili ingelipwa jioni, lakini alipokwenda kukagua chumba alishtuka kuona damu sakafuni. Pamoja na majirani walivunja mlango wa chumba cha kulala na kupata mwili wa marehemu. Msako wa kuwanasa wauaji unaendelea. Ode Francis, runinga ya Citizen, Nairobi. Mkuu wa mawaziri Musalia Mudavadi amesema ni Wakenya wawili pekee ambao bado wanazuiliwa na serikali ya Tanzania kufuatia ghasia za uchaguzi nchini humo. Akitoa taarifa bungeni, Mudavadi amesema serikali inawasaidia Wakenya hao kupata uhuru wao. Hata hivyo, waziri amesema juhudi za kutafuta mwili wa mwalimu aliyeuawa nchini humo bado hazijafua dafu licha ya yeye kuiandikia serikali ya Tanzania barua ya kushinikiza kuwasilishwa kwa mwili wa mwalimu John Ogutu. The Kenya High Commission, with the support from Sky Schools, conducted visits to government hospital mortuaries in Dar es Salaam to trace and identify the remains of Mr. Ogutu. However, these efforts have so far been unsuccessful. There were no reported cases of missing Kenyan nationals following the unrest associated with the general elections in the United Republic of Tanzania. However, the mission received reports of several Kenyans who had been arrested following the intervention by the government of Kenya through the High Commission. All but 2 of the detained Kenyans have since been released. The remaining 2 individuals are Mr. Samuel Kagila and Stephen Dungu Kimani, who are currently held at Arusha Central Police Station. Tuangalie masuala yanayohusu uchaguzi mdogo ambapo tume ya uchaguzi na mipaka IEBC imewapiga faini ya shilingi milioni 1 kila mmoja wagombea wawili wa kiti cha ubunge Kasipul. Kamati ya uchunguzi ya IEBC imewapata Philip Aroko na Boyd Were na kosa la kusababisha mapigano kati ya wagombea wao ama wafuasi wao. Wawili hao walikiuka kanuni za uchaguzi kwa kukaidi masharti ya kampeni, hali iliyozua ghasia na kusababisha vifo vya watu wawili, kama anavyotuarifu Gatete Njoroge.
Kamati ya utekelezaji wa kanuni za uchaguzi hatimaye imetoa uamuzi baada ya kufanya kikao na wawaniaji wa kiti cha ubunge Kasipul, Boyd Were anayegombea kwa tiketi ya ODM na Philip Aroko ambaye ni mgombea huru wanahusishwa na ghasia zilizotokea wakati wa kampeni zao. The committee finds that the failure by the two candidates to stick to the campaign schedule resulted in the violence, deaths and destruction of property which were witnessed on 6 November 2025. The two candidates in this matter are responsible for the violence witnessed in Kasipul constituency. IEBC ikiwaadhibu kwa kuwatoza faini ya shilingi milioni 1 kila mmoja, faini wanayopaswa kulipa katika kipindi cha saa 48. That should any violation of the electoral code be repeated by any of them, this committee will consider all penalties under the law, including, with emphasis, their disqualification. Ripoti ya uchunguzi wa kamati hiyo ya IEBC ikibaini kuwa maafisa wa serikali ya Homa Bay wanajihusisha na siasa na kampeni za Kasipul. This committee condemns the use of public resources and involvement of public officers in political campaigns, as this is in contravention of Section 14 of the Elections Offences Act, Cap 66, and has to stop. Were na Aroko wakiazimia kuzingatia amani na kuhakikisha nidhamu ya wafuasi wao. Myself, I've been a peaceful man since I started this campaign in 2023. So I still keep it peaceful. I've signed this document bearing in mind that if I do anything that is opposite, the circumstances that will follow may not be favoring. I want to urge my supporters, I want to urge all candidates in the Kasipul by-elections, all residents of Kasipul, let's maintain peace. Let's embrace each other. Let's campaign peacefully. Let's maintain peace. At the end of the day, we'll only have one member of parliament. And at the end of the day, the people of Kasipul will choose their member of parliament. Uchaguzi mdogo wa Kasipul utafanyika tarehe 27 mwezi huu. Gatete Njoroge, Runinga ya Citizen. Serikali inaendelea na juhudi za kuwatafutia makao mbadala waathiriwa wa maporomoko ya udongo katika kaunti ya Elgeyo Marakwet. Waziri wa usalama Kipchumba Murkomen anasema hatua hiyo itawasaidia waathiriwa mbali na kuokoa maisha ya watu wengine wanaoishi katika hali kama hiyo. Akizungumza katika ibada ya mazishi ya watu 8 kati ya 39 waliofariki katika mkasa huo, Brenda Wanga ana maelezo zaidi. Wakaazi wa eneo la Embobut na Sambirir huko Elgeyo Marakwet walijumuika kuomboleza vifo vya waliokuwa jamaa na majirani wao waliofariki katika maporomoko ya ardhi mwanzoni mwa mwezi huu. Hali ya huzuni ikidhihirika nyusoni mwao huku wakiwaza kuhusu hali hii iliyowakumba. Kijana ilikuwa mtu mwaminifu, alikuwa anaenda shule yake, alikuwa anafanya vitu kwa shule na kijana alikuwa na maneno kwa nyumbani. Tumepoteza mtu wa maana sana, alikuwa tegemeo kwa mambo mengi, tulikuwa tunatumia yeye kusaidia kuchunga. Mkasa huo umewaacha bila makao wala njia ya kujikimu kimaisha. Hatuna pa kuishi tena. Kama nyumba ilibebwa, shemeji ameenda. Hatuna wazazi. Yani tuko tu. Maporomoko hayo ya udongo yalisababisha vifo vya watu 37, wengine 10 hawajulikani walipo. Wale ambao walinusurika wanahitaji makazi mbadala. Jamii hapa ikisema wanapaswa kuhamishwa kwa haraka. Watu wakatolewa Embobut Forest, wakaambiwa waende below the road. Below the road hapa sasa ndio wamefagiliwa na landslide. Hao watu wote wamefagiliwa. Lazima tukue na special budget, a special fund so that we address the all issue along these escarpments. Waziri wa usalama Kipchumba Murkomen amesema serikali inatafuta suluhu ya muda mrefu, lakini kabla ya hapo anasema ni lazima wakaazi wachukue hatua katika kulinda mazingira yao wenyewe. Hiyo laini yenye itakuwa regularized ya Embobut itapita wapi na itasaidia watu wangapi? Ili isaidie watu sasa, we want Embobut under the government of William Ruto. Hii serikali sio ingine. Hii serikali ndio itapatia title deeds watu ya Embobut. Watu hao 8 waliofariki watazikwa kesho nyumbani kwao katika maeneo mbalimbali. Ibada ya mazishi ya wengine 29
waliofariki katika maporomoko hayo ya Chesongoch itaendeshwa siku ya Ijumaa. Brenda Wanga, runinga ya Citizen. Shirika la Afya Duniani WHO limetoa msaada wa ambulensi 14 za kisasa pamoja na dawa zenye thamani ya shilingi milioni 350 ili kuboresha huduma za afya kwa umma kote nchini, haswa kwa kina mama wajawazito na watoto wachanga. Akipokea vifaa hivyo, Rais William Ruto amezitaka hospitali zote za umma na za kibinafsi kutoa takwimu kuhusu kina mama wanaofariki baada ya kujifungua pamoja na takwimu za watoto wachanga. Hii ni baada ya taarifa kuonyesha kuwa maafa wakati wa kujifungua yanaendelea kupanda na vifo vya watoto kutia hofu. This is more than a transaction. It's a testament to partnership, purpose, and the power of collective action. Each ambulance, each oxygen cylinder, each emergency kit tells a story. Every facility in Kenya, public or private, every facility must provide data on mothers and children who die in their facilities. I know that there are facilities that continue to hide data on mothers who die or children who die in hospitals. By March next year, we will have the correct data on what is our performance as a country, county by county, and then we can therefore be able to respond to this big challenge. Tukisalia na masuala yanayohusu afya, mwenyekiti wa baraza la magavana Ahmed Abdullahi ameshtumu wizara ya afya kwa kutoshirikiana na serikali za kaunti kwenye utekelezaji wa bima ya afya ya jamii SHA. Wakizungumza huko Naivasha, magavana wamesema wizara ya afya inaingilia majukumu ya serikali za kaunti na kuvuruga mpango wa SHA kwa kuchelewesha malipo kwa hospitali zinazotoa huduma. Waziri wa afya Aden Duale, hata hivyo, amesema wizara yake inaangazia upya mbinu ya kuongeza mgao wa fedha inazolipia. Indiscriminate and unilateral closure of hospitals and downgrading of the same. Since SHA, the MOH at Afya has become too powerful. It's like they're running our hospitals from Afya House. Downgrading, regrading. There's even no consultation. If something is rejected, right now, there is no follow-up mechanism. That means there's no appeal. So we are now dependent solely on one person to make a decision, or maybe it's a team of people who make a decision. We have listened to cancer survivors, cancer patients, parents, leaders. So there's something we're doing in line with the benefit and advisory benefit tariff and advisory panel. And we want to get feedback from all of you on how we can all make sure we have a more sustainable health care delivery for our citizens. Tunatamatisha awamu ya kwanza ya Nipashe. Kwa kufikia hapo, tuna mengi zaidi tuliokuandalia. Usiende mbali. Karibu tena. Uzalishaji wa miche ya mhogo isiyo na magonjwa umepigwa jeki kupitia teknolojia ya kisasa ambapo mizizi ya miche hiyo inakuzwa bila kutumia mchanga. Shirika la utafiti wa kilimo na mifugo KALRO linasema mbinu hii inaweza kubadilisha kabisa uzalishaji wa mihogo kwa kuongeza kasi ya uzalishaji na kupunguza magonjwa. Renis Otieno na maelezo zaidi kwenye makala ya wiki hii ya Kilimo Biashara. Kwa miaka mingi, wakulima wa mhogo wamekuwa wakipata changamoto ya kupata miche bora na isiyo na magonjwa. Katika taasisi ya utafiti wa kilimo KALRO, wanasayansi sasa wanatumia mbinu ya kisasa ya kuzalisha miche kwa kutumia teknolojia isiyohitaji mchanga kukuza mizizi, yani SAH. Mbinu hii inalenga kuongeza kasi ya uzalishaji na kupunguza magonjwa. Tofauti na njia ya kawaida ambapo vipande virefu vya mhogo hupandwa ardhini, teknolojia ya SAH hutumia vipande vidogo vinavyopandwa kwenye mchanganyiko maalum wa virutubisho bila udongo. Sasa badala ya kutumia hiyo system,
unachukua node ambayo unajua cutting moja inakuanga na nodes kadhaa, lakini ukitumia single node cutting, kwa hivyo unahakikisha kwamba kila node imekupatia mmea mpya. Kila boksi linaweza kuchukua takriban miche 20, lakini kupitia mazingira yaliyodhibitiwa, miche hii huzalishwa kwa kasi kubwa. Boksi moja kama hii ya mihogo 20 kwa boksi moja, kwa period ya mwaka mmoja itakupatia mihogo milioni 1 kutoka kwa boksi moja. Kwa hivyo ni njia ambayo inaharakisha ukuzaji wa mihogo. Kwa sasa Kenya huzalisha takriban kilo milioni 1.3 za mhogo kwa mwaka, ambacho ni kidogo ukilinganisha na uwezo halisi wa uzalishaji. Wanasayansi wanasema kupitia teknolojia ya SAH, uzalishaji unaweza kuongezeka hadi kilo milioni 6 kwa mwaka. Mihogo inatupatia chakula, hivyo inatupatia chakula sisi kama Wakenya. Mihogo pia inatoa starch kwa wingi ambayo inahitajika kwa viwanda. Na sababu ya tatu ni kwa sababu tunataka kuchanganya kitu inaitwa fortification, ni kuchanganya unga wa mihogo na unga wa ugali ama unga wa mahindi, ili unapotengeneza ugali wako uwe na 90% ya unga wa mahindi na 10% ya unga wa mhogo. Dennis Otieno, Runinga ya Citizen. Silas Wasonga na Stephen Otieno walipata fursa ya kipekee ya chakula cha mchana kwa hisani ya Shabiki.com baada ya wao kujishindia shilingi $500,000 kila mmoja katika mchezo wa Rubani Challenge kwenye JetX ya Shabiki.com. Washindi hao wamehitaja siku ya leo kama ya kukumbukwa kwa muda mrefu, kwani kando na ushindi wamejivinjari jijini. Kama imekuwa one of the most experience I've ever had ya kukua kwa lunch, kukua na lunch ya ki5 star. Chakula ni nyingi sana. Kwa mara ya kwanza nimeona nyama ya mamba mpaka nyama ya ostrich. Kumbe si sumu, ni chakula.